bless you. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Wajaliwa wanasemanga upaki Yesu, upaki Yesu. Hiyo ndio wanasema kusema Bwana asifiwe. Amen. Tuko tayari kusikia neno? Tunaenda kusikia neno kwa ufupi ama kwa urefu. Tumekuwa kuanzia la Sunday tulijadili kuhusu kumtumikia Bwana. Na wacha tuombe kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ni asante kwa neno hili. Naomba ufunuo, naomba neema, naomba nuru yako ikaangaze katika neno hili, likalete uponyaji, likalete nuru na mwanga katika njia zetu na katika maisha yetu, ili Bwana uzidi kutukuzwa kwa jina la Yesu. Sema amen. Semeni amen watu wa Mungu. Amen. Hallelujah. Tumejifunza kuhusu kumtumikia Bwana na tukasema ya kwamba Mungu alituokoa akakutoa Misri ili kusudi lake kubwa ni kwamba tuweze kumtumikia, na tukaona katika kitabu cha Kutoka, ambayo ni kitabu kinasema kuhusu kutoka Misri kuingia katika nchi ya ahadi, ambayo pia inaashiria wokovu. Kitabu cha Kutoka kinaashiria safari ya wokovu, namna ambavyo Bwana ametutoa mahali ili atuingize mahali, pamoja na kwamba utapitia katika changamoto na jangwa na safari refu, na kutakuwa na mawimbi, kutakuwa na maroho ya kutaka kukurudisha Misri, kutakuwa na watu watakaoinuka wakuambie mambo ya wokovu haifai, turudi Misri. Bado hapo katikati kutakuwa na watu ambao wanataka kuinua miungu ya kuabudu na kutumikia, lakini katika yote tunaendelea na safari katika jina la Yesu. So kitabu cha Kutoka ni ishara ya wokovu, na Musa anakuwa ni picha ya Kristo katika hilo jambo, namna Kristo alivyokuja, namna Yesu alivyoona mahangaiko yetu, akamtuma Yesu Kristo ili aje atutoe katika utumwa, atuingize katika uzima. Na tunaposema kuhusu Canaan, ama tunaposema kuhusu the promised land, ni ile nchi ambayo Bwana ametuahidia, nchi ambayo Biblia inasema hakuna machozi, hakuna kulia, katika jina la Yesu. Na pia inaashiria uthibitisho or the establishment of the kingdom of God or the reign of God in our lives. Hiyo nchi ya ahadi haiongei tu kuhusu mbinguni, pia inaongea kuhusu utawala wa Kristo katika maisha ya Mkristo. Maana Biblia inasema ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Amen. Ufalme wa Mungu uko ndani yetu, na neno ufalme inamaanisha utawala wa Kristo. So hii nchi ya ahadi katika kitabu cha Kutoka ni nchi ambayo Bwana anatupeleka katika kumjua yeye Kristo na yeye kutawala maisha yako. Yaani utawala wa Yesu udhihirike ndani ya maisha yako kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. So tunaona kusudi Musa anatumwa kwa Farao, ambaye anaambiwa achilia watu wangu waende wanitumikie. Achilia watu wangu waende wanitumikie. So inamaanisha kile kilichofanya Yesu akutoe Misri, akutoe kwa mikono ya shetani, alikuwa anataka mtu ambaye number 1 atamuabudu, number 2 atamtumikia. Amen. Number 1 atamuabudu, number 2 atamtumikia. Mungu ako mbinguni na ufalme wake lazima uendelezwe, na ufalme wa Mungu hauwezi endelezwa pasipo wewe. Na ndio maana niliwaambia siku ingine ya kwamba mtu alipoumbwa siku ya 6, Mungu aliingia katika sabato. Amen. On the 7th day God rested. Kwa nini Mungu alipumzika? Maana wewe sasa uko. Sema amen. Maana wewe uko, yeye alipumzika, maana anajua wewe ukiwa kazi yake itaendelea. Mungu alipumzika alipokuumba, maana alijua maana wewe uko, kazi yake itaendelea, ufalme wake utathibitika. Amen. Na ndio maana akapumzika, ndio wewe sasa uinuke kama mwana wa Mungu, uinuke kama mtu ambaye
ana mfano na sura na uweza wa Mungu. Ufanye kazi ya Mungu ili ufalme wa Mungu uendelee kuwa propagated. Ufalme wa Mungu uendelee kuongezeka katika ulimwengu. The influence of God has to continue through you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tukasoma ya kwamba the greatest command katika Mark chapter number 12. Mark chapter number 12 verse 28. Mtu mmoja akaja kwa Yesu akamwambia, mwalimu mwema, which of the commandment ndio the first of all? Akasema, namna gani? Utampenda Bwana Mungu wako. Hapo ndio tulikuwa last Sunday. Utampenda Bwana Mungu wako. Number 1. Inaanzia na wapi? Verse number 30. You shall love the Lord your God. Number 1. Kwa moyo mtu huamini akapokea wokovu. Ndivyo Romans chapter number 10 inasema. Ya kwamba kwa moyo mtu huamini. So unaanza na kwa moyo wako wote. Amen. Unampenda Mungu kwa moyo wako wote. Maana moyo is the seat. Ndio hapo ndipo ambapo imani, utamwamini Mungu kwa moyo. Kwa moyo mtu huamini akapokea wokovu. Amen. So utampenda Mungu kwa moyo wako wote. Number 2, kwa roho yako yote. The whole of your spirit. Utampenda Bwana kwa roho yako yote. Number 3, yes, kwa akili zako zote. Utampenda Bwana kwa akili zako zote. Na tukasema, tunaposema kuhusu akili, inamaanisha your trade, your occupation, your speciality, what you are good at, your profession. Tunaposema utampenda Bwana na akili zako, inamaanisha what are you good at? Kama wewe ni fundi wa baisikeli, hiyo ufundi inafaa ipropagate the kingdom, itumiwe kumtumikia Mungu. Kama wewe you are a professional counselor, you are trained in counseling, the church should be, should benefit from what is in your mind. Kanisa lazima ifaidike, ufalme lazima ufaidike na kile ambacho Mungu amekuwezesha kufanya. Unafaa kuwa tukijua kuna mshirika ana stress, tunajua ya kwamba we have a professional counselor ambaye anafaa kumtumikia Bwana na akili zake. So tunamtuma kwa wale vijana na wazee ambao wanahitaji counseling, ndio aweze kumtumikia Bwana kwa akili zake. Amen. Na pia kwa nguvu zako zote. Strength. So tunampenda Bwana. Na tukasema namna moja ya kuonyesha upendo ni kwa kutumika. Sema amen. Namna moja ya kuonyesha upendo ni kwa kutumika. Na tukaona kijana ambaye alikuwa amempenda binti fulani, na huyo binti alikuwa anaitwa Rachel, na sababu hata kama hakupewa Rachel, maana alikuwa anampenda, alisema nitatumika miaka ingine 7 sababu ya Rachel. Amen. Na Bible inasema ya kwamba ile miaka ilionekana tu kama ambaye ni siku kidogo, pamoja na kwamba ilikuwa ni kazi ya kutumika na ni kazi ngumu ya kutumika, lakini sababu ya upendo haikuonekana kama ni miaka 7. Bible inasema ya kwamba hiyo miaka huyu kijana aliona kama ni kidogo, maana unapopenda huwa unatumika. Sema amen. Sema amen. Tukitaka kujua rafiki yako, siku ile kuna sherehe kwako, tutaona ni nani ambaye anajituma sana. Tukitaka kujua rafiki yako, tukija kwa ushirika kwako, yule ambaye tutaona anajituma sana kwa hiyo kikundi yetu, tutajua huyu ndiye rafiki ya huyo mtu. Ukiwa na shughuli, mashemeji wamekuja, mama Njoki, mashemeji wakija, nitakuambia ni nani rafiki yako kwa hii kanisa.
Na nafikiri nikianza kutulia vizuri naweza kumbuka wakati kulikuwa na shughuli kwako. Nitajua, maana huyo ataingia kila mahali na hatataka kuona ukisimama. Atakuwa anakuambia keti chini, akiona, maana hiyo wewe ni mtu wa heshima hiyo siku. Ukitaka kusimama na kuuliza ni nini unataka, kwani unamwambia hapana, sina handkerchief, anakuambia usisimame, kaa hapo niende handkerchief. Hiyo inatuonyesha ni nani rafiki yako. Maana mtu unayempenda hauna shida kumtumikia. Semeni amen, kanisa la Bwana. Mtu unayempenda huwa unasahau ya kwamba wewe ni mkubwa, wewe unasahau kwamba wewe ni pastor, maana upendo inakusukuma kumtumikia. Sema amen. Na hautahitaji kusukumwa. Mtu ambaye unampenda hauhitaji kusukumwa. Utakuwa unasikia kitu ndani yako kinakuambia things are not right and I'm the one who is responsible to make them right. Amen. So namna moja ya kuonyesha unampenda Yesu. Wakati Yesu alitaka kujua kupima upendo wa Petero, alimpa huduma. Semeni amen. Wakati Yesu alitaka kupima upendo wa Petero, aliupima kwa kumpa a responsibility. Maana huwezi tenganisha upendo na huduma, upendo na kujituma, upendo na kutumika. Huwezi tenganisha upendo na kutumika. So Yesu akamuuliza Simon, kijana wa Yona, je, unanipenda? Akasema namna gani? Akasema ninakupenda. Sasa alidhania ataambiwa maybe, maana unanipenda, uwe unakaa hapa karibu na mimi, kazi yako ni kukaa protocol. Kazi yako ni protocol. Baada apewe kazi ya protocol, anaambiwa unanipenda nataka kazi. Sema kazi. Lisha kondoo wangu. Kulisha kondoo, my friend, wewe niulize, kulisha wanyama, mvua inanyesha hainyeshi, bado uko kazi, maana lazima ale. Amen. Kule kwetu hatuna kondoo, lakini nilibahatika kidogo kufuga ng'ombe hizi za zero grazing. Na hakuna kazi ngumu dunia hii kama kazi ya ng'ombe. Kwanza za zero grazing. Maana ikifika saa 10, akili inakuambia giza ndio hiyo, na ng'ombe itakula nini? Saa zingine unarudi kwa nyumba na murigo wa dhara saa 2 usiku. Wacha saa ile kuna kiangazi, tunaenda kuhunyora, kuharira. Unaenda kutafutia tu majani, makucha unadungwa na tule tumwiba, but lazima ulishe, na hiyo ni ng'ombe. So anapomwambia unanipenda, ati nakupenda. Lisha kondoo wangu. Kamuuliza tena, unanipenda? Nakupenda. Chunga kondoo. Sasa kuchunga ndiyo hatari. Amen. Maana kuchunga ni kuhatarisha paka maisha yako. Kuchunga ni kuhatarisha maisha yako. Ukitaka kujua kwamba kuchunga ni ngumu, uliza Daudi. Daudi anasema, nikiwa machungani kuna mbweha alikuja, nikararua na mikono yangu. Maana siwezi ruhusu kondoo aliwe nikiwa, maana niko na kazi ya kuchunga kondoo. Je, unanipenda? Chunga kondoo wangu. Je, unanipenda? Lisha wanakondoo. Kipimo cha upendo kinaonekana katika kuhudumu. Semeni amen. I will know how much you love Jesus by how much you serve him. I can tell the people that love you by the way they serve you. Nitajua marafiki zako wakati utakuwa unahitaji kuhudumiwa.
Wacha nisiende pande hiyo. Lakini ukienda kwa hospitali, saa zile mtu ni mgonjwa, utajua marafiki zake. Maana kuna mmoja tu atajitokeza, mmoja, sio wengi, mmoja ambaye ako tayari hata kukubadilisha, kukufunga hata pampa. Na daraiga agoro, yani hasikii kenyirias. Kenyiria ni ile kichefuchefu. Maana upendo unasukuma mtu kutumika. Upendo. Kama unampenda Yesu, basi ishara moja ya kumpenda ni kumtumikia. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema huwezi sema Yesu ni Bwana kama wewe sio mtumishi. The word Lord ina imply servanthood and submission. So unaposema Jesus is Lord, inamaanisha umejiposition in a place of a servant. You cannot recognize someone as your Lord if you have not positioned yourself in the position of a servant. So kama unasemanga Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, ili mtu awe Bwana, hii jina Bwana ilikuwa inapeanwa, mtu anaitwa na watumishi wake. Mtu alikuwa anaitwa na servants wake, ndio walikuwa wanarifaa mtu ya kwamba he is my Lord. So Yesu ili awe, Biblia inasema kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, meaning yule anayesema Yesu ni Bwana, basi yeye yuko tayari kutumika. Amen. Katika kukuokoa Yesu huwa hakuwa anakusudia mastaff. Yesu alipokuokoa hakuwa ana recruit staffs, alikuwa ana recruit servants, watumishi, watu wa kumtumikia. Sema amen. Nitamtumikia Bwana namna gani? Nitamtumikia Bwana namna gani? Kwa moyo wako wote. Kwa akili za give him your trade. Trade inamaanisha what you are good at. Na don't charge. Ukianza kulipisha, wewe hautakuwa mtumwa, utakuwa a hireling. A hireling inamaanisha mtu wa mshahara. Na Biblia inasema mtu wa mshahara ni mtu ambaye akiona mbwa mwitu anatoroka. Amen. Si rahisi, lakini katika kanisa hili nimeng'ang'ana sana kutokuwa mtu wa mshahara. Nang'ang'ana sana kutokuwa mtu wa kutumia sadaka, kukula sadaka. Maana sitaki kuwa wa mshahara. Nataka Yesu aone ya kwamba Bible siitumii kujijenga ama kujinufaisha. Ni kulisha kondoo, ni kutumika. Amen. Sitarajii ya kwamba maana we ni mzee wa kanisa utarajie ya kwamba kuna kamarupurupu. Maybe kanisa zingine. Lakini hapa kile mimi najua ya kwamba Bwana anatafuta watu wa kumtumikia na kile ambacho amekupatia. Amekupatia ujuzi fulani. Amekupatia uwezo fulani. Mpende Bwana. Muonyeshe upendo kwa kujitoa sababu yake. Sema amen. Nasema Bwana asifiwe. Na ndio maana deacon wetu hapati kitu. Hakuna bahasha. Pastor mwenyewe hana bahasha. Kuna mtu mmoja aliambia washirika wangu ya kwamba wanafaa kumuangalia. Nikamuuliza mimi mwenyewe washirika, we unaangaliwa ukiwa na stailo gani? Mimi mwenyewe naangaliwa na nani? Mimi mwenyewe hakuna siku nimeaiambia mshirika ako na jukumu la kuniangalia. Nilipoanza kanisa, maana kuna vile watu walikuwa wamezoea, nilipokuja Ngama na nimewahi waambia, washirika walikuwa wanasema wanilimie shamba yangu. Nikawaambia that one I cannot take. Hata roho yangu itasikia vibaya nikikuta watu wananilimia just because I'm a pastor. I'll feel bad. Hiyo ni kutumikisha watu. Nitakuwa na watumikisha. I'll be taking advantage of my position. Wengine wakataka kuwa wanakuja
Wamama wakawa wanataka kupangana, siku fulani tuende kwa nyumba ya pastor tusaidie. That one I cannot take. I cannot take. In real sense, mimi ndio nimeitwa nikutumikie. Tukipeleka vile inavyofaa. Sio wewe unitumikie, mimi ndio nimetumwa sababu ya maisha yako nikutumikie. Tukichukulia vile inavyofaa. Sio wewe uje kwangu Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mzee kwa hii church anapokea kabasha. In fact, hata tukimpa jukumu, tunamuitishanga alete hesabu paka ndururu ya mwisho. Saa zingine tunapeanga baba Sami pesa ya kutufanyisha hapa mijengo, tunampa jukumu, tunamwambia shika hii 100,000 tunahitaji ifanywe hii. Ndururu paka ya mwisho, na anasimamisha kazi yake. Na ninajua anafaa kurushwa kwa kitu, but na mimi sasa sitajenga hiyo culture. Culture ambayo nafaa kujenga ni ya kwamba Bwana amekubariki na hii kitu peana kwa ajili ya ufalme. Lakini ukiinsist unataka pesa, mimi ninajuanga kupeana sana na nitakulipa, but utakuwa umekosa thawabu. Sijui kama mnasikia hii. Hatuna shida ya kulipa mtu, lakini utakuwa umeanguka mtihani. Wacha nirudie tena. Ukifanya jukumu hata saa hii useme hii kanisa ninachoka sana kuosha, nafaa kuwa ninakumbukwa. Mimi sina shida, nitakukumbuka, lakini utakuwa umeanguka mtihani. Maana kuna kitu imeshinda hiyo 300, kuna kitu imeshinda hiyo 400, kuna baraka ambayo huenda inafikia paka watoto wako, inafikia paka wajukuu wako, na utakuwa umeiharibu sababu ya shilingi 400. Hiyo hamjashika, mtashikia pole pole. Mimi nataka nijitoe kwa Yesu ili watoto wangu wafaidike, ili wajukuu wangu wafaidike. Lakini nikianza kukutegemea mshirika wangu, watoto wangu hawatateseka. I'm doing it for my generations. I'm doing it for my children. Bible inasema kuhusu Jonathan na David. Naongea kuhusu kumtumikia Bwana. Maana Jonathan alijitoa kwa ajili ya David kumtumikia. Akaamua kwamba nitamtumikia na nitasubmit kwa David. Baadaye mnajua Jonathan alikuja akaaga. Baadaye mnajua ya kwamba mjukuu wake, kijana wake katika pilika za vita, msichana wa nyumba akiwa amembeba, kukatokea vurugu. Katika kukimbia, yule mtoto akaanguka chini na akawa kiwete. Baada ya miaka mingi, yule mtoto alisahaulika, maana viwete kweli huwa wanasahaulika. Lakini siku moja mfalme akauliza, hivi kwa huyu nyumba ya Jonathan, mnataka kusema watu wote wa hii nyumba walikufa? Hakuna hata mmoja mwenye amebaki. Nimuonyeshe wema sababu ya Jonathan. Maana Jonathan alifanya mema, alinitumikia. Ningependa nimuonyeshe wema sababu ya huyo. Pakatokea mtu mmoja akasema, kunaye, lakini huyo hata sijui atasaidikaje. Maana number 1 ni kiwete. Huwezi mpa mamlaka yoyote, huwezi mpa jukumu, maana ni kiwete. Mfalme akasema, sababu ya huduma ile ambayo Jonathan alinitolea, hata kama ni kiwete na anaishi nchi ambayo inaitwa nchi isiyozaa chochote, Lodiba, aendewe aletwe. Sababu gani? Kuna mtu ambaye alijitoa bila kulipisha hata ndururu. Kuna mtu ambaye alifanya huduma bila kujali malipo. Kuna mtu ambaye alionyesha loyalty, because you show loyalty by serving. Bwana asifiwe.
Nasema Bwana asifiwe. So wakati unafagia hii kanisa, wakati unajitoa kwa kazi ya Mungu, wakati unaomba sababu ya kanisa kama Ana, Biblia inasema kuna mama mmoja alikuwa na miaka 84 nafikiri, ambayo Biblia inasema alimtumikia Bwana kwa kuomba na kufunga. Maana kuna shosho wa miaka 84, hatuwezi muambia ainame hapa aoshe kanisa, tutamkuta ikiwa mgongo imekwamia. Lakini na miaka yake 84 bado anataka kumtumikia Bwana. Katika kitabu cha Luka inasema naye huyo nabii mama wa miaka 84 ambaye mume wake alikufa baada wameishi tu miaka 7, akaamua siolewi tena, najitoa sababu ya Yesu. Haleluya. Na akasema nitaishi katika nyumba ya Bwana nikimtumikia. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Na Yesu akasema na wewe hautakufa mpaka unione. Hautakufa mpaka nionekane kwa maisha yako. Nitaonekana kwa maisha yako, maana umekuwa unanitumikia. Sema amen. Sema amen. Kumtumikia Bwana, unaweza mtumikia kwa nguvu zako, kwa mali yako. Tusome katika kitabu cha Exodus. Kwa maombi, kwa kufunga. Hakuna mtu hapa anaweza sema sina namna ya kumtumikia Bwana. I'm telling you, as long as you are inside here, hauwezi sema hauwezi kumtumikia Bwana. Semeni amen. Ninapoendelea kumalizia sasa, Exodus 10 verse number 24. Exodus 10 verse number 24. Every one of us should be actively serving our God. Let's serve our Maker. Let's serve our King. Let's serve our God. Let's give ourselves to Jesus. Let's give him our strength. Let's give him our mind. Let's give him our souls. Let's give him our strength. Tumpe Bwana maisha yetu. Hallelujah. Bible inasema, thank you. Hiyo inasema mtu wa mshahara si kama mtu wa, aka kijana kameanza kuiva. Kumbe alileta ile ya mshahara. Ya kwamba my friend, haufai kuwa mtu wa mshahara. Maana mtu wa mshahara hana kitu kinaitwa loyalty. Kikiumana anatoroka. Kama washirika wa makanisa zengine, sio hapa. Makanisa zengine, miradi ikianza, mijengo, wanatoroka. Maana they are loyal, their heart is not there. Where your treasure is, there your heart shall be. If you treasure Jesus, your heart will be there. Your heart will be for Jesus. Amen. Mtu wa mshahara si mchungaji. Unaona? Akiona tu mbwa mwitu, anasepa. Haezi hatarisha. Lakini mtu ambaye moyo wake uko katika kwa kazi ya Mungu, anajitoa paka uhai wake kwa jina la Yesu. Exodus 10 verse number 24 ninapomalizia. Exodus 10 verse number 24. Farao akamuita Musa, tusome kwa pamoja. Farao akamuita Musa akamwambia, we need another TV by the way, tunahitaji TV. Na kuna ndugu aliniambia, hii kanisa tumebarikiwa, Mungu awabariki. Kuna mwingine aliniambia, pastor, kuna muujiza ninangoja. Na huo muujiza ukiiva, unaona hiyo TV umetaja, venye tu nilitaja. Unaona hiyo TV umesema mimi ndio nitainunua. Amen. So tunangojea huo muujiza pamoja na yeye. Bwana, yani hii kanisa Yesu anatuonekania live. Hakuna mambo mingi. Mwingine akatumana akasema, ulizeni pastor, tiles za hapo ndani ofisi yake, tiles ni pesa ngapi pamoja na kuweka? Mtu wangapi? Na ni Mungu ananitia moyo ili mimi ni concentrate na neno. Niache kushinda nikifikiria pesa itatoka wapi. Wakati mimi naendelea na neno, Mungu anafanya mambo yake kwa jina la Yesu. Sasa ni vile ningetaka kwanza tupige plaster huko juu, ndio tukiweka ikae smart kidogo, tusiweke pande hii. So sijapeana jibu. Huyo mtu bado hata sijui ni nani, ni kutumana alitumana. Sijajua ni nani. Lakini sijapeana jibu, maana wacha kwanza mambo ikae vizuri kwa jina la Yesu.
Amen. Tungetaka kupiga plaster ile side nyingine ndio kazi iende ikiwa kitu smart pamoja. Deuteronomy 10 verse number 12 tunasema Farao akamwambia, Exodus 10:24. Farao akamuita Musa, akamwambiaje? Tusome pamoja. Tusome. Battery low. Battery imeenda chini. Farao akamuita Musa na kumwambia, haya nendeni. Unajua Mungu alimwambia, mwambie Farao aachilie watu wangu waende wanitumikie. Si ndio? Sasa Farao amekubali, lakini anasema namna gani? Haya nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao waende pamoja na nyinyi. So nimekubali, endeni, lakini endeni nyinyi binadamu ndio waende, lakini kondoo wenu na ng'ombe. Haya, next verse. Musa akasema, ni lazima utupe mkononi mwetu. Nafikiri nitahitaji, kuna kalight kanaitangwa laser light. Unafinyanga hivi kanapeleka kitu nyekundu hapo. Ni lazima utupe mikononi mwetu, utupe na wanyama wetu. Maana tutawahitaji kutoa dhabihu. Na pia tunawahitaji sababu ya sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Next verse. Makundi yetu pia yatakwenda pamoja nasi. Hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa kutwaa katika hao. Haleluya. Kwa hizi ng'ombe zetu na kondoo zetu tunafaa kutwaa katika hao. Tunafaa kutwaa nyingine ya kumtumikia Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Mungu. Maana watu ni wanaongozwa na Roho. Hawajui kwamba ni ng'ombe moja ama ni 2 ama ni 3 ama ni shilingi 100,000 ama ni shilingi 50. Hatujui. So kile tunafaa ni kuenda na zote. Ndio tukifika huko vile tutasikia kwa mioyo yetu ya kwamba nafaa kutoa 1000 natoa. Ile pastor umeanza kuwa wale mapasta wa kuhubiri. Yes, lazima tumtumikie Bwana pamoja na kondoo zetu. Akasema hatuachi, maana hatujui tukifika huko ni nini kitahitajika cha kumtumikia Mungu. So tutatoka pamoja na kondoo zetu, pamoja na ng'ombe zetu, pamoja na dhahabu zetu, maana tunazihitaji katika kumtumikia Bwana. Tumeelewa hili andiko? Na hatuwezi sema ni 10 tutabeba, maana hatujui tukifika huko ni nini ambayo itahitajika. Wakati wa Youth Festival nilisikia huu mwaka nilikuwa tayari kutoa hata 100,000 because I felt it. Although sikutoa, haikufika 100,000 ile nilitoa, ilichezea 50,000 juu ya zile tulikuwa tumejinini. Maana baadaye ilibidi nijazilishie. Wengine paka bado walini, baadaye watu bado walikuwa wananiambia, na ulitupea kidogo, na naambia tulia, tutakutumia ingine. Kama ni kidogo tutakuongezea kidogo baadaye kidogo. Amen. Hatujui. Hii speaker hii mnaona hapa. Hii speaker tukiwa tu katika tembea zetu, mwenye tuko naye akasikia kuna pesa imeingia, na tulikuwa tunaenda kutafuta hii speaker itumike kwa Youth Festival. Tukiwa naye njiani akasikia kuna pesa imeingia. Akasema, pastor, kuna hela imeingia hapa kwa hiyo speaker, maana hii tumeuziwa 50,000 na mtu fulani. Akasema nitakutumia 10,000. Amen. 10,000. Mimi nilikuwa naenda kuchukua 10,000 zangu
nipe mwenye hii speaker ndio atupatie tutumie, alafu tumrudishie tulipe polepole. Hiyo siku sikutoa zangu, maana tukiwa njiani mwenye tuko naye kwa gari akasikia ka M-Pesa ting, akasema, nikaona amefurahi, anasema kuna pesa mzuri imeingia hapa na naona kwa hiyo 10,000 mimi ndio nitatoa. Amen. Maana ndio maana ili andiko linasema hatuwezi tenganisha pesa zetu, ng'ombe zetu, mbuzi zetu, kondoo zetu, akili yetu, nguvu yetu. Hatuwezi sema hii iko kando na huduma yetu. Sema amen. Tufikishe hapo ama nimalizie vizuri? Wacha nimalizie. Ambia jirani yako kuwa tayari kumtumikia Bwana kwa mali yako, kwa akili yako, kwa nguvu zako, kwa moyo wako. Kama uko na miaka, by the way, kama uko na miaka 80, ingia hiyo ya kutumikia Bwana kwa maombi. Maana siku nyingine nilienda nyumbani, niliwapa story, nikawaambia mama yangu ni Mkatoliki. Sasa namwambiaga aokoke, maana kuna hao wagogo kuwatoa ni neema ya Yesu, lakini neema ipo. But lengo si watoke, lengo ni waokoke. Sasa nikawa nawazushia, nawaambia mtu wa miaka 84 mnatarajia, mnamuandikia makadi ya makanisa anafaa kulete. Maana hizo kanisa zingine huwa haijalishi una miaka 100, kila mwezi unapewa kadi, unaambiwa unadaiwa pesa ya kuweka fence. Sasa wakehongi nianze kumwambia anadaiwa pesa ya kuweka fence? Wakehongi tunafaa kwenda tunamtembelea na chondo na tundoma na tungwashe, sio kumwambia tunagawana fence kila mtu 5,000 ati hata yeye sasa tunamwambia 5,000. Hiyo ni injili gani? Na maana wengine watanisikia, hiyo si injili. Lakini hata kama haezi tumika kwa ng'ombe zake na mbuzi zake, anaweza tumika kwa kufunga na kuomba. Kama Hana akikaa nakumbuka kanisa, akikaa anasema, Bwana naomba umkumbuke pastor wetu, muepushe na mabaya, kumbuka kanisa letu, kumbuka vijana wa kanisa letu, Bwana wasimamishe katika imani. Hiyo ni huduma ya Wagogo na Wangagwia. Amen. Faida moja ya kumtumikia Bwana katika Ayubu 36. Next Sunday nitaendelea na faida za kumtumikia Bwana. Mordekai akamtumikia mfalme. Maana mfalme ni picha ya Kristo. Mordekai ambaye alikuwa soja katika nyumba ya mfalme, akamtumikia huyu mfalme kwa uaminifu sana. Tutasoma next Sunday vile alifanyiwa. Job 36 verse number 11. Ayubu 36 verse 11. Faida moja. Nagusa tu moja alafu sasa hizo zingine tuendelee Sunday. Tusome kwa pamoja. Nimemaliza, nimefunga. Kama wakisikia nini chenye Hama anawaambia? Ya kwamba tumikieni Mungu, tumtumikieni Bwana. Kama wakisikia, Mungu anasema hivi, Mungu anaambia Haman hivi, ya kwamba wewe enda uwahubirie. Na kama wakisikia kama watakubali kusikia ya kwamba wajitoe kunitumikia, Bible inasema kama wakisikia na kumtumikia Bwana, tusome kwa pamoja, nimemalizia. Kama watasikia na wanitumikie, watapisha
siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Weka in English, different versions. If they obey and serve the Lord, they shall spend their days in prosperity. Prosperity inamaanisha usonko. Hii sio ile ya betting, hii sio ile ya kwenda pale avieta. Hii si ya betting. Hii ni kwamba sure bet ni kumtumikia. Na anasema kama watasikia na kumtumikia, miaka yao wataishi katika kufanikiwa, na miaka yao they'll spend their years in pleasure. Sema pleasure. Hebu weka a different version. If they obey him and serve him, they'll spend the rest of their days in prosperity and the years in contentment. Contentment mnasikia hii maisha imeweza mbaya, imeweza. Yaani inamaanisha wanasikia kwa mioyo yao maisha iko sawa. Ndio inaitwa contentment. Wanasikia kumetulia, kuko sawa. So inasema kama watasikia na kumtumikia Mungu, miaka yao wataishi katika kitu inaitwa prosperity. Prosperity inamaanisha kufanikiwa, kufanikiwa, kufanikiwa. Another version inasema, tusome kwa pamoja. If they hear and serve him in prosperity, pleasantness and joy. Sasa itakuwa hii wimbo ya negukena, negukena, itakuwa tu sio wimbo tu, itakuwa ni bubujiko. Negukena, negukena. You know, na kugoshas. Sababu umemtumikia, miaka yako utaishi katika kufanikiwa. Umeweka message, MSB, the Message Bible. Na umeweka NLT. Umeweka NLT. Aya, malizia na NLT na the Message. Which one is this? Hauna NLT? Hauna the Message? Hauna GNB? Good News Bible. GNB? Hii ni GNB. Hii ni gani? NLT. Tusome kwa pamoja. If they listen and obey God, they'll be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant. Mnasikia hiyo maneno? They'll be blessed with prosperity throughout their lives. Now all their years will be pleasant. Amplified, malizia basi kama huna MSB, malizia na Amplified. This is Amplified. If they hear and serve him, they'll end their days in prosperity and their years in pleasantness and joy. Faida moja ya kumtumikia Mungu ni kwamba kuna uhakikisho ya kwamba miaka yako utafanikiwa kwa maisha. Number 2, maisha yako itakuwa na furaha na mambo itakuwa poa sana kwa life yako ukiwa mtu wa kumtumikia Yesu. Tusimame kwa miguu yetu. Next Sunday tutaendelea na faida za kumtumikia Mungu. Do you know serving God is like an insurance? Unajua kumtumikia Mungu ni kama ni kukata inaitangwa nini insurance? Waliniambia sina nini. Kuna siku nilishikwa Tanzania, wakaniambia sina bima. Sina bima. Sasa kumtumikia Mungu ni bima ya maisha. Bima ya maisha ni kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu, na hii si matajiri. Kama huna pesa, tumika kwa nguvu zako, tumika kwa akili zako. Kama una mali, tumika kwa ng'ombe zako, tumika kwa mbuzi zako. Kama umsomi, tumia masomo yako kutumikia kanisa. Yeah? Kama you have a speciality, what are you good at? Ndivyo tulisema last Sunday. What are you good at? I'm good at singing.
Serve the Lord. Mimi ni bouncer, niko na 6 pack. Beba viti kwa kanisa. Ziwekeleange 10 kama Samsoni, pande hii na pande hii. Tukisema tuko na youth festival, ambia pastor hizi nazipeleka kwa mkono mpaka kwa kiwanja. Nataka kumpa Mungu nguvu yangu. Speaker hizi zibebe na mkono moja kama wewe ni wa 6 pack. Sisi wa 1 pack tuachie kazi ndogo ndogo. Bwana asifiwe. Yaani huwezi kosa namna. You have no excuse. Hakuna vile unaweza sema pastor, sina mahali pa kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. You have something. Lazima you have something. Either you are smart here, or you are smart here, or you are smart here, or you are smart in skill, or you have a big heart. Mpende Bwana na moyo. Kuna watu wako na mioyo mikubwa. Akiona mtu tu akisikia mtu ni mgonjwa, anataka kwenda mpaka hospitalini. Ako na hiyo moyo. Enda tembelea wagonjwa. Mwingine ana huruma, tembelea wafungwa. Hiyo yote ni kumtumikia Bwana. Maana unapoenda kwa yule mfungwa, ataona Yesu. Maana aim yetu ni kueneza ufalme. Tuko pamoja kanisa? So wakati unaenda kuona yule mfungwa, lazima utamwambia wacha tuombe. Lazima utamwambia Yesu ni mzuri. Yesu, wewe mtegemee Yesu. Lazima utataja Yesu. Na wakati unataja Yesu, ufalme unasonga. Ufalme unasonga. Hakuna mtu atasema hana nafasi ya kumtumikia Bwana. Inua mikono yako, mwambie Bwana, nitakutumikia maana umeniokoa nikutumikie. Nitatafuta tu namna ya kukutumikia. Maana ipo, kuna namna tu ambayo ninaweza kukutumikia katika jina la Yesu. Naomba Bwana unitumie, maana ulinitoa Misri ukitafuta mtu wa kukutumikia. Ulinitoa Misri ukitafuta mtu wa kukutumikia. Na naomba Bwana unisaidie. Nisaidie ya kwamba macho yangu hayatakuwa katika kile nitapata, bali katika kukupendeza wewe Kristo. Moyo wangu hautakuwa katika mapato, bali katika kukufurahisha wewe Bwana. In Jesus name. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Kanisa tunaweza kanisa ambalo liko na mafundi wa stima, mafundi wa mawe, mafundi